Wapenzi watazamaji popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu niwapashe. Pressure inazidi kutiwa ili Samia aweze kutumika kama mfano, kufungwa jela, aondolewe madarakani, ili wale wote ambao waliweza kuuawa Tanzania wapate haki yao. Presha hii, mpenzi mtazamaji, imeweza kutoka kwa taasisi mbalimbali za kutetea haki za kibinadamu Afrika na rubaa za kimataifa. Jinsi ambavyo tunaongea sasa hivi, wanataka Samia atumiwe kama mfano, kwa sababu yaliyotendeka Tanzania ni ya kiunyama, mauaji ya kimbari. Alafu baya zaidi ni serikali ya Mama Samia kunyima kibali mawakala wa mahakama ya kimataifa ya jinai ICC nafasi kuingia Tanzania kuanzisha uchunguzi rasmi kuhusiana na mauaji ya kimbari ambayo yalitendeka Tanzania. Karibu, piga subscription mpenzi mtazamaji. Jinsi ambavyo unaona hapo, hizo ni taarifa ambazo zimeweza kutolewa hii leo, japo kwa lugha ya Kimombo. Mimi nitageuza kwa lugha ya Kiswahili. Ninaambiwa hivi: kelele pamoja na ukosoaji wa kimataifa unazidi kuongezeka dhidi ya kile ambacho wanaharakati na makundi ya kutetea haki za kibinadamu sasa wanakiita ni mauaji ya kimbari Tanzania, kufuatia vurugu za uchaguzi 29 Oktoba mwaka 2025 ambazo ziliweza kuacha maelfu ya waandamanaji na raia wakiwa wameuawa, huku Rais Samia Hassan akituhumiwa kujifanyia ushindi kwa njia zisizo halali katika mchakato wa uchaguzi uliowatenga wengi, uliomalizika kwa kutangazwa kwake mshindi kwa asilimia 97.66 ya kura. Kwa hivyo unasikia haya ni mashirika ambayo yameweza kuandika mabarua kuelekea ICC. United Nation wameweza kuandika barua kuelekea upande wa African Union, wakitaka Samia aweze kujiuzulu, wakitaka Samia aweze kuchukuliwa hatua, wakitaka Samia aweze kutumika kama mfano wa kutafuta haki, mfano wa matumizi mabaya ya mamlaka, mfano wa kiongozi mwenye aliweza kuhusika kwenye mauaji kwa kutafuta mamlaka. Asasi za kiraia na mashirika ya kimataifa ya uangalizi sasa wamezindua ombi la kimataifa kupitia tofuti, wakizitaka baraza za haki za binadamu la Umoja wa Kimataifa United Nation, Umoja wa Afrika African Union na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa Jinai ICC kuanzisha uchunguzi huru kuhusu mauaji hayo. Sasa imagine pressure inazidi kuongezeka kuelekea ICC kuanzisha uchunguzi Tanzania. Lakini Ijumaa
maajenti wa ICC 5 walitua Tanzania, lakini walipofika katika uwanja wa Julius Nyerere walirudishwa. Na mnaelewa hadhari zake ni zipi? Samia atafungiwa asisafiri. Tanzania itafanyiwa kitu ambacho kinaitwa sanction, marufuku ya kutofanya biashara na mataifa mengine, kwa sababu haki inapaswa kuweza kutendeka. Mbona wanazuia haki isitendeke Tanzania kama wanahisi kwamba hawakuweza kuhusika kwenye mauaji? Sasa Watanzania, mashirika mbalimbali kutoka ukanda wa Afrika wamekwisha tuma barua kuelekea United Nations, ICC, African Union kumlazimisha Samia kuondoka madarakani. Namba 2, kufunguliwa mashtaka. Namba 3, kufungwa jela. Ombi hilo linaeleza kuwa mgogoro huu si tu mzozo wa kisiasa. Ombi ambalo limeweza kutumwa kuelekea ICC, United Nations ambayo inapatikana upande wa Marekani, African Union, wanasema kwamba ombi hilo linaeleza kuwa mgogoro huu si tu mzozo wa kisiasa, bali ni dharura ya kibinadamu na jaribio kubwa la uwajibikaji katika ukanda huu wa Afrika, likionya kuwa kuzama kwa Tanzania katika ukandamizaji kunatishia kudhoofisha mandhari dhaifu ya demokrasia katika Afrika Mashariki. Yaani, wale ambao wameweza kutuma hizi barua wanasema hivi: endapo yale machafuko ambayo yaliweza kushuhudiwa Tanzania yatafumbiwa macho na uchunguzi kutofanyika, kwa sababu Samia aliweza kukataa ICC wasiingie Tanzania, huenda mataifa mengine ya Afrika Mashariki kama vile Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo wakafuata tabia ya Tanzania ya viongozi kuwaua wananchi, kung'ang'ania madaraka wakijua kwamba hawatafanyiwa chochote. Mpaka sasa hivi tunavyoongea, watu zaidi ya 4,000 wamekwisha tuma barua zao kuelekea ICC, kuelekea United Nations, kuelekea African Union, kuelekea European Union, wakitaka Samia aweze kuchukuliwa kama mfano. Lakini kumbuka kwamba huyo Samia ambaye anatakiwa kuchukuliwa kama mfano, Ijumaa aliweza kuzuia ICC kuingia Tanzania. Usije ukafikiri kwamba eti aliwaweza ICC. Walirudi kwa sababu wao walitumwa. Wameketi chini wanazidi kuzungumza adhabu ambayo watapea Tanzania, adhabu ambayo watapea Suluhu. Yaweze ikawa kwamba adhabu ya kutosafiri, yaweze ikawa kwamba adhabu ya Tanzania kutofanya biashara na mataifa mengine. Wazo lako ni lipi, mpenzi mtazamaji? Unasikia taarifa hizo zinasema kwamba mashirika mbalimbali yanazidi kutuma maombi yao wakitaka Samia aweze kuchukuliwa hatua mahususi, hatua ambazo zitaleta haki kwa familia ambazo waliweza kupoteza wapendo wao.